wako. Tumepata neema hii. Sogea karibu kwa Mungu. Njooni wote, sogea. Njooni wote, sogea. Tumepata neema hii. Wote iona tena. Njoo. Njoo tuombe wote. Njoo tuombe baraka kwa Mungu. Njoo tuombe wote. Inawezekana leo neema ikafungwa. Ungani wanani. Ndiyo, tumesikia ujumbe wa neno la Mungu jinsi ambavyo umesema jioni ya leo. Tunahitaji kuomba Mungu wetu ili ya kwamba Mungu atusaidie. Tumo katika ulimwengu uliojaa dhambi. Tumo katika ulimwengu uliochafuka. Tunahitaji Mungu atusaidie. Tusiwe kama wana wa kizazi cha Nuhu wala Sodoma na Gomora. Tumesikia kizazi chetu cha Adamu ya kwamba imeandaliwa moto wa milele, jehanamu ambayo ina moto, ambapo watenda dhambi wote wataingia humo. Hakuna atakayeweza kujitetea. Nasi tumesikia ujumbe huu jioni ya leo. Bwana tubadilishe. Baba yetu na Mungu wetu ishiye milele, umesema nasi Bwana jioni ya leo ili ya kwamba kutuponya na kutuokoa. Maana tumesikia Sodoma na Gomora, tumesikia wana wa kizazi cha Nuhu jinsi ambavyo waliangamizwa katika gharika. Na tazama kizazi chetu, dhambi zimekuwa nyingi, dhambi zinaendelea. Tumesikia ujumbe wa neno lako ya kwamba Nuhu aliingia ndani ya safina na akawa salama, na hatimaye Lutu akajitoa ndani ya mji wa Sodoma na Gomora, akatembea mlimani, akajiponya, akapona. Nasi Baba, kwamba ukatusaidie tuweze kukimbilia kwako ili kwamba ukatuponye. Maana tumesikia kwamba imewekwa moto na kiberiti ambacho ndicho mauti ya pili. Imewekwa kwa watenda maovu, ndio imewekwa kwa watenda mabaya, ndio watakaoingia watachoma pamoja na shetani na malaika zake. Lakini Bwana, tufanye watoto wako, utubadilishe, tuikili wewe, utatubadilisha, utaonekana. Mungu wetu wa uzima, tumesogea kwako. Watu hao wamesikia ujumbe wa neno lako. Bwana, wasaidie maisha yao ili wasimame wakutegemee Bwana, wasiumbishwe na dunia. Maana ndani ya dunia kuna maovu, kuna mabaya, watu wanaanguka, watu wanamwacha Bwana. Lakini Yesu, wasaidie mabinti hawa, wasaidie wamama hawa, wasaidie wababa hawa, wasaidie vijana hawa. Panda itakapolia wakuraki mawinguni, parapanda itakapolia hata kama wamekufa waisikie wakuraki mawinguni. Ndio makusudi yako, na neno lako linasema ya kwamba iwapo mtu atakuwa amelala ndani ya mauti, ndani ya kaburi, ataisikia sauti yako, atatoka ili ya kuraki, na wote watakusanyika kwenye makao ya milele. Yesu, tusaidie Bwana, tusaidie Mungu wetu, saidia watu hawa ili ya kwamba washinde ulimwengu, ili ya kwamba wasimame na wewe. Mungu wetu, tunakushukuru wewe uliye mwema na mwaminifu. Asante kwa neno lako. Asante Bwana umefanya. Asante Bwana umetuhurumia. Asante Bwana umetutakasa kwa neema yako na upendo wako. Tunakushukuru Bwana. Naomba na kuamini kwa Yesu Kristo uliye Bwana mwokozi wetu. Amen. 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 Nani amekuja kuokoka? Nani amekuja kuokoka? Hata kama uko mbali, hata kama uko mbali, kama uko tayari kumwamini Yesu, kumwamini Yesu, neema hii ipo kwa. Kama upo njoo tukombe. Nani anahitaji kuokoka, kumpa Bwana maisha yake, ya kama mimi nimeamua nimwamini Yesu? Njoo, usione haya, usione habari njema. Inawezekana utasikia tena, ikawa leo ndio mwisho wako, ikawa leo ndio mwisho wako. Njoo umwamini Yesu, njoo umwamini Yesu. Maana umesikia maneno haya, umesikia maneno haya. Hata kama uko mbali, unaona dunia ni tamu,
Njoo umwamini Yesu. Njoo umwamini Yesu. Kama upo njoo. Unaona dunia ni tamu. Inawezekana ujumbe ni wa mwisho. Leo unaweza kesho haupo. Ukasikia kwamba leo haupo. Umeondoka. Umekwendaje? Umekwenda sehemu gani? Kwenye ziwa la moto au umekwenda mbinguni kwenye makao ya milele? Njoo upatane na Mungu wako. Hii neema usicheze nayo. Unayo bahati. Injili imekuja kwako. Na leo ni neema yako. Mama ni salama, mama ni salama, mama ni salama. Ukipita rohoni nina amani, nikivingwa haki yake, sina hofu mbele zake. Upate Yesu nasimama. Mama ni salama, mama ni salama, mama ni salama. Kwake Yesu nasimama. Mama ni salama, mama ni salama, mama ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama. Na wewe kama uko hapa, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hebu njoo patani na Bwana. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Jina la Yesu. Asante kwa muda wetu ambaye amekuja kukupokea katika. Msamehe, mhurumie, mweke huru kwetu. Wewe ni mwaminifu na wa haki. Tatembea katikati yako, watatembea katikati yako. Atapokea neema, atembee chini ya mkono wa kulia wake. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Umemsamehe, umemwokoa, ataishi pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Wagonjwa ambao wapo, wale wenye shida, wanaojisikia miili yao ni dhaifu, wagonjwa hawagwaye, wagonjwa wote waje waombe. Wewe unajisikia mwili wako ni dhaifu, ili akuponye, unajisikia una shida, njoo na wewe kama una matatizo, unasikia roho yako inakimbia, unasikia huna amani, umesumbuka kwa muda mrefu na hujapata majibu. Hebu njoo hapa. Hapa watumishi wapo, watafanya maombi kwa ajili yako na utapokea nguvu. Nguvu ya ajabu kwa damu, nguvu ya ajabu kwa damu yake Yesu. Kuna uweza, uweza wa ajabu kwa damu mwa Yesu. Kuna uweza wa ajabu ndani mwake Yesu. Kuna uponyaji wa ajabu ndani. Kuna uponyaji wa ajabu ndani mwake
Yesu anaweza kuponya. Mwanadamu hawezi akaponya. Tunamtazama Yesu, ndiye anayeweza kuponya magonjwa yako, maana Yesu ana mamlaka juu ya magonjwa. Uwe na imani, umtazame Yesu. Watumishi wa Bwana kwenda kuomba. Uwe na imani, umtazame Yesu na magonjwa yako yatapona. Karibu watumishi wa Bwana. Macho yako twende kuomba. Israeli waliambiwa wakati wanakwenda kuimiliki ile nchi ya ahadi kwamba mtakapofika hapo nimewapeni, na sisi hapa leo Mungu ametupa. Njoo kwa imani kwamba Mungu ametupa. Hebu twende kuweka mikono juu yao. Baba, katika jina la Yesu, leo jioni hii Kigege imetupa. Tumeimba na tumekanyaga na tumetangaza neno lako na tumeona nguvu yako ikitembea. Tunaliona wingu likichomoka, tunaliona giza likitawanyika, tukiondoka, tunaona pepo ikikimbia, tunaona mateso yakiondoka. Watu wako wako hapa, watoto wameletwa hapa, wamama wako hapa, mabinti wako hapa, vijana wako hapa, wamesogea kwenye madhabahu yako na kutangazia ili ipate kuondoka. Haya katika jina la Yesu. Ewe mateso uliokamata tumbo, uliokamata kifua, uliokamata kichwa, uliokamata mifupa, uliokamata mishipa, haya katika jina la Yesu. Popote pale penye mateso, popote pale penye mizuko, popote pale penye hirizi, popote pale penye sumu, popote pale penye mateso, popote pale penye wetu, haya pale kwa jina. Ondoka kwa jina la Yesu. Chomoka kwa jina la Yesu. Chomoka kwa jina la Yesu. Haya, toka 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 toka. Toka 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 toka. Moto 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 moto. Moto uzima. Moto uzima. Moto uzima. Moto kuponya. Moto ulinzi. Moto afya. Haya, afya ingie ndani ya watu hawa. Katika jina la Yesu Kristo, chochote kilicho kinyume, sumu yoyote ile iliyokinyume ndani ya watu hawa, haya na iondoke kwa jina la Yesu. Kusudi haya, roho ya mauti toka, roho ya mauti toka, aliyorisha nyama za wanadamu, tunaiondoa kwa jina la Yesu. Aliyowaingia, tunakataa roho ya kuingia, tunakataa roho ya vizima, tunakataa roho ya madhara, tunakataa roho ya kichuni, tunakataa majini, tunakataa mizuka, tunakataa uchawi, dawa ya watoye. Haya kwa jina la Yesu.